Katika dunia iliyojaa changamoto, dunia iliyojaa kila aina ya masumbufu, dunia iliyojaa vita, dunia iliyojaa njaa, dunia ambayo inaonekana kukosa matumaini, watu wanavunjika moyo kwa hofu, wakitazamia mambo yatakayopata ulimwengu kwa sababu ya hali ya machafuko inayoenea katika dunia. Swali la msingi la kila mmoja, kesho yangu itakuwaje? Dunia kesho itakuwa wapi? Wanasayansi wamejaribu kutabiri wakisema kufikia mwaka 2030 kutokana na uharibifu wa hali ya hewa, labda maji hayatakuwepo katika uso wa dunia, maji safi hayatakuwepo. Mambo mbalimbali yametabiriwa kwa habari ya dunia. Lakini je, tumaini letu pekee ni nini? Tumaini letu pekee ni nini? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 fungu la 12 anasema, maandiko matakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 fungu la 12 yanaandika, wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, maana hapana jina jingine chini ya mbingu walopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, isipokuwa jina pekee la Bwana wetu Yesu Kristo. Wokovu ni nini? Na tunaupataje wokovu? Wanadamu tunakabiliwa na shida za aina mbalimbali. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaandikiwa ya kwamba Mwanzo 1 fungu la 26 anasema, Bwana Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi wote pia. Na Biblia inatuonesha ya kwamba Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Na baada ya kuwaumba, katika kitabu cha Mwanzo 2 tunasoma ya kuwa Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ya kwamba mwanadamu alishindwa kutii agizo la Mungu, na kupitia Hawa aliyedanganywa na nyoka, Adamu na Hawa wakala matunda ambayo mti ambao Mungu aliwaagiza ya kuwa wasile, na kupitia hiyo maandiko yanatuambia ya kuwa walikufa. Ndiyo, na hata sasa watu wanakufa. Kifo kikaingia ulimwenguni, na kifo kikaja na mambo mengi. Maana kifo ndio adui mkuu anayetajwa kwa Biblia, ni adui wa binadamu mkubwa kuliko maadui wote ni kifo. Kifo kilikuja na magonjwa ili kiweze kutokea. Kifo kikaja na vita, kifo kikaja na njaa, kifo kikaja na majanga ya asili, kifo kikaja na huzuni, kifo kikaja na taraka, kifo kikaja na misongo ya mawazo. Kila kitu ambacho kingeharibu uhai wa mwanadamu kililetwa na kifo, ambacho ni matokeo au ni mshahara wa dhambi ya wazazi wetu. Je, baada ya kifo kuwa kimeingia ulimwenguni, nini Mungu muumbaji aliyemuumba mwanadamu ili aishi milele alikifanya? Katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 16 maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kabla hatuja kwenda kuangalia kile ambacho huyu mwana, maana maandiko yanasema kila mtu amwaminie huyu mwana wa Mungu aliyemtoa na kuja ulimwenguni hatapotea, bali atakuwa na uzima wa milele. Labda kabla hatuja kwenda kuangalia kile ambacho huyu mwana, kile ambacho huyu ambaye kitabu cha Matendo 4 fungu la 12 anasema ndio jina pekee waliopewa wanadamu ambao linatupasa sisi kuokolewa, anachoweza kutufanyia katika maisha yetu na namna anavyoleta wokovu katika maisha yetu, hebu tujiulize swali la msingi: huyu Mwokozi ni nani? Mwanzo wake ni wapi? Na kwa nini tumtumaini kwamba anao uwezo wa kutuokoa kutoka katika dhambi? Ikumbuke kwamba adui aliyemdanganya mwanadamu na kumwangusha na kumfunga katika vifungo anaitwa Shetani, na ana nguvu. Je, huyu Mwokozi tunawezaje kumtumaini? Maana katika kitabu cha Mathayo, kabla hatujaangalia hiyo, katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 maandiko yanatuambia, Mathayo sura ya 12, fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo sura ya 12 na fungu lake la 29.
Anasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mtu mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake? Ikiwa tulifanywa mateka wa shetani kwa njia ya dhambi, tukafanywa mateka wa mauti, huyu Mwokozi ambaye Mungu alimtuma ni nani? Maana Biblia inasema, anawezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu kama shetani na kuviteka vyombo vya mtu mwenye nguvu, asipomfunga kwanza huyu mwenye nguvu? Bila shaka huyu Mwokozi ambaye Mungu anamtuma lazima awe na uwezo wa kumfunga shetani, ambaye shetani huyu tunasoma katika maandiko, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7. Habari zake zinaandikwa hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana pamoja nao na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule nyoka mkubwa aitwaye Ibilisi na Shetani, ambapo ukisoma fungu la 3 anasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Joka ambaye Biblia inasema kwamba alikokota theluthi 1/3 ya nyota za mbinguni, yani za malaika wa mbinguni, akawaingiza katika vita dhidi ya Mungu, akawatapeli. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 14 anasema ya kuwa aliwadanganya malaika theluthi, akijifanya yeye kuwa ni Mungu. Katika kitabu cha Ezekiel 28 alidanganya, aliweza kuwadanganya malaika, aliweza kuwakokota pamoja nao viumbe watakatifu wenye nguvu, na ndiye aliyemdanganya Adamu. Biblia inasema Mungu alimtuma mwana ili aweze kutuokoa juu dhidi ya uwezo wa huyo joka. Lakini kabla hatujajua, lazima kwanza tujue huyu mwana ni nani, na Mungu katika kumtuma mwanaye alitoa kitu gani kwa ajili yetu. Biblia inatufundisha kwa habari ya huyu mwana katika kitabu kwanza. Katika habari hii Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 7 kuhusu kuzaliwa kwa huyu mwana. Isaya 7 fungu la 14. Kitabu cha Isaya, tutaanzia Isaya katika Agano la Kale kisha tutatembea na Agano Jipya. Isaya 7 fungu la 14 anasema, fungu la 14, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye mtamuita jina lake Immanueli. Neno Immanueli maana yake Mungu pamoja nasi. Kwanza Biblia inasema mwana huyu wa pekee wa Mungu angezaliwa kupitia bikira, asingezaliwa kama matokeo ya uzazi wa asili wa kukutana mwanamume na mwanamke, bali angezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia Isaya huyo huyo katika kitabu cha Isaya 9 fungu la 6 anasema, watu waliokwenda katika giza wameona nuru, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangazia. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha. Wanafurahi mbele zako kwa furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahio wagawanyapo nyara. Fungu la 6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume kwa ajili yetu, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani atakuwa na mwisho kamwe, na kiti chake cha enzi cha Daudi katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza katika hukumu na haki tangu sasa hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Maandiko yanatuambia mtoto huyu wa kiume anayezaliwa, jina lake ataitwa: 1, Ushauri wa Ajabu; 2, Baba wa milele; 3, Mungu mwenye nguvu; 4, Mfalme wa amani. Sio mwana wa kawaida, maana kama Ibilisi aliweza kuwaangusha mbinguni, hivyo basi asingewezekana malaika kuja kumkomboa mwanadamu aliyeanguka katika dhambi, bali yeye aliye sawa na Mungu, yeye ambaye ni Mungu mwenyewe, alipaswa kushuka. Na ndio maana Biblia inasema ni mtoto mwanamume anazaliwa, lakini ni Mungu mwenye nguvu. Hili ni fumbo na limeleta utata miongoni mwa watu wengi. Mungu anawezaje kuzaliwa? Mungu anawezaje kuwa na mwanzo, wakati Biblia inatufundisha Mungu ni mwanzo na mwisho?
Mungu ni Alfa na Omega. Lakini Biblia inasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu. Isaya, kabla hatujamwacha Isaya, katika kitabu cha Isaya 53 akizungumzia fumbo hili anasema, Isaya 53 anasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Nani anaweza kusadiki kwamba Mungu anaweza kufanyika mtoto, kwamba Mungu anaweza kuzaliwa katika tumbo la bikira? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, hata tumuonapo hana uzuri, hata tumtamani. Alizarauliwa na kukataliwa, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alizarauliwa wala hakuhesabiwa kwa kitu. Isaya anatuambia mtu ambaye awali, kabla ya kuzaliwa kwake, watu walikuwa wakisikia jina lake wanaficha nyuso zao. Musa alipomwona katika kichaka aliinamisha uso wake, wala hakujaribu kumtazama. Biblia inasema ya kuwa yeye huyo alipaswa kuzaliwa, alipaswa kudharauliwa, alipaswa kukataliwa na watu, alipaswa kuchukua sikitiko letu, alipaswa kuchukua dhambi. Isaya anatuambia habari hizi. Ni nani aliyesadiki habari hizi? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Huyu mwana ni nani? Biblia inaendelea kutufunulia habari zake katika kitabu kile cha Mathayo 1 fungu la 21 na 20 hadi 23. Maandiko yanafunua habari zake. Mathayo 1 fungu la 21, Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo nayo yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii ikisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Kazi kubwa ambayo Mathayo anatuambia ilikuwa ni kuwaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Hivyo wokovu maana yake ni kumtoa mtu kutoka katika utumwa wa dhambi inayomletea mauti, ambaye mauti ni adui mkubwa wa mwanadamu. Na hivyo ili kumwokoa mtu kutoka katika adui huyo aitwaye mauti, ili neno lile litimie lililoandikwa katika kitabu cha Yohana 3:16 kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili neno hili litimie, lazima, ili mtu huyo awe na uzima wa milele, lazima aokolewe kutoka katika sababu inayopelekea mauti, ambao ni dhambi. Na Mwokozi pekee anayetajwa katika Biblia mwenye uwezo wa kumwokoa mtu kutoka katika nguvu za dhambi zinazoleta mauti ni huyu Yesu anayezaliwa hapa. Lakini tuendelee kuangalia, kabla hatujachunguza zaidi wokovu, tumalizie mafungu machache. Huyu mwana ni nani? Huyu ni mwana ni nani? Anatajwa vipi katika Biblia huyu mwana? Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1, Yohana alipomtambua Yesu akaandika hivi, hapo mwanzo. Ukizungumzia mwanzo, hakuna kitu kilicho nyuma ya mwanzo. Mwanzo tunazungumzia vizazi visivyo na idadi, tunazungumzia miaka isiyo na idadi ya nyuma sana huko, ambayo hata kiumbe yoyote hakuwepo huko. Anasema hako mwanzo kulikuwako na neno, anaitwa Neno, naye neno anatajwa naye. Kwenye Kiswahili au lugha yoyote, ukishatumia kiwakilishi cha nafsi unamaanisha ni nafsi, naye, yaani nafsi. Neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Zingatia maneno haya, kulikuwa na neno, alafu kulikuwa na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Ana uwezo wa kufanya nini? Fungu la 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kilichofanyika chochote. Yaani, ikiwa ni mimi na wewe, ikiwa ni binadamu, ikiwa ni malaika, ikiwa ni viumbe, vyote vilifanyika kwa huyo na kwa njia yake. Asingelikuwepo yeye, kisingefanyika chochote kilichofanyika. Na anasema ndani yake, ikiwa kicho kina uzima, anasema ndani ya huyo neno ndimo ulimokuwako uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru ya gizani, wala giza halikuiweza. Wakati Mungu anasema katika Mwanzo 1 fungu la 3, na iwe nuru, anasema fungu la 2, anasema hapo, fungu la kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu,
giza lilitawala juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru. Biblia inasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Na nuru ni neno atokaye kwa Mungu, ni neno la Mungu mwenyewe. Anasema ikawa nuru. Baada ya kuwa nuru, Mungu akaona nuru ni njema, akaanza kuumba vitu mbalimbali. Sasa maandiko yanatuambia ya kuwa huyo neno ambaye kupitia kwake vitu vyote viliumbwa, maandiko yanasema ya kuwa naye, fungu la 14, neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Maandiko yanatufundisha ya kuwa huyu neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Alifanyikaje mwili? Kitabu cha Isaya kinasema bikira atachukua mimba, atazaa mtoto, na mtoto huyo jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Kwa kuwa alikuwa hivyo tangu mwanzo, akafanyika mwili. Maana yake ni wa asili hiyo tangu mwanzo, lakini sasa akafanyika mwili akaja kwetu. Na ndio fungu la Yohana 3:16 timia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ni nani huyu Mungu aliupenda ulimwengu? Katika kitabu cha Wafilipi 2, maandiko yanatufundisha, yanasema katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu kuanzia la 5, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Imesemwa katika Yohana Mtakatifu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ni wapi hapo? Wakati Mungu amemaliza kumuumba mwanadamu na mwanadamu amekuwa katika dhambi, Yesu Kristo alipoangalia wazazi wetu, alipokiangalia kizazi cha mwanadamu, alipoangalia jinsi mauti itakavyowasumbua wanadamu, alipoangalia jinsi mauti itakavyokuja na mambo mengi, alipoangalia magonjwa yanayowasibu wanadamu leo, alipoangalia vita na machafuko yanayowakumba wanadamu leo, alipoangalia matokeo ya wanadamu watakuwa ni watu wa vilio, wenye huzuni, wasio na furaha, Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu akaona kule Yesu, huyu neno atokaye kwa Bwana, akaona Yesu kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho, kwa maana ilitakiwa kafara ipatikane kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu, ili mwanadamu apate uzima wa milele, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana 3:16. Yesu akaona anaweza kufanya kitu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, akaona kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho, kwa maana kama angeendelea kudumu kuwa sawa na Mungu asingeweza kufa na kuwa mbadala kwa ajili ya mwanadamu. Maana Biblia imesema yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki kupitia haki yake. Naam, akaona kule kuwa sawa na Mungu kwa kitu sio kitu cha kushikamana nacho. Naam, bali alijifanya kuwa hana utukufu, ndio akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mwana huyu tunayemsema ni Mungu mwenyewe ambaye aliuvua utukufu. Kumbuka, uungu hawezi kupewa. Mungu hawezi kukupa wewe leo ukawa Mungu. Wakati fulani Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka kwamba wewe Musa utakuwa kama Mungu kwa Farao, na wewe Haruni utakuwa kama nabii. Lakini Musa hakufanyika kuwa Mungu, na ndio maana miujiza yote ambayo Musa aliitenda, aliomba Mungu na miujiza ikatendeka. Uungu ni kitu cha asili, kama ambavyo binadamu hawezi kumfanya nyani kuwa binadamu. Ubinadamu ni kitu cha asili, na nyani ni wa asili, hawezi kubadilika kuwa simba, wala chui kubadilika kuwa simba, wala chui kubadilika kuwa tembo. Hata Mungu ni wa asili, hawezi kubadilika kuwa binadamu, na binadamu hawezi kubadilika kuwa Mungu, kwa kuwa binadamu ni wa asili, aliumbwa hivyo kama binadamu, na Mungu tangu mwanzo ni Mungu. Lakini Mungu kwa kuwa ni muumbaji, aliweza kuuvisha uungu wake na umbo la binadamu, akashuka
Ina maana ubinadamu wa Yesu Kristo ulizaliwa kutoka katika tumbo la Mariamu, na kwa namna ya ajabu ambayo Mtume Paulo katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo anaandika mambo haya. Waraka Mtume Paulo kwa Timotheo, waraka wa kwanza 3 fungu la 16, anasema bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Yaani Mtume Paulo anaita hiki kitendo cha Mungu kudhihirishwa katika mwili, anakiita ni siri, ni mystery ambayo haina uwezo wa kuelezewa ikaeleweka kwa makini katika akili za binadamu. Yaani ubinadamu uzaliwe kutoka katika tumbo la Mariamu, ubinadamu wenye mikono na miguu, wenye nyama na mifupa, alafu na uungu uungane kwa pamoja utengeneze nafsi moja inayoitwa Yesu Kristo. Mtume Paulo anasema jambo hili ni siri kuu ambalo haiwezi kuelezeka kwa namna ya kibinadamu. Unatengenezwa ubinadamu ambao unaishi katika haki yote na kuitimiza haki yote na kufa kwa ajili ya mdhambi, ili mdhambi apate kuokolewa. Huyu aliyekufa kwa ajili yetu ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili. Ingawa Mungu afi, lakini Mungu alishiriki maumivu pamoja nasi. Mungu anasema, Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Warumi, jambo hili linaelezewa katika kitabu cha Warumi sura ya 5. Maandiko yanasema fungu la kuanzia la 5, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kusubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu katika Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu pamoja na nafsi yake. Isaya anaeleza kwamba aliyachukua masikitiko yetu, akajitwika huzuni yetu, akageuka kuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Hivyo Mtume Paulo katika Waebrania anasema ya kuwa maana hatuna kuhani asiyeweza kuchukua nasi katika mambo ya udhaifu wetu, maana yeye alijaribiwa sawasawa sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Kama ni maumivu ya msiba, Yesu aliyapitia. Kama ni maumivu ya watu wanaougua, Yesu anayafahamu. Kama ni mashindano ya dhambi, alipaswa kuyaonja na aliyaonja. Mungu alihisi maumivu. Mungu alihisi kile anachohisi mwanadamu, ili Mungu aweze kumwelewa mwanadamu wakati anapolia mbele zake kwa ajili ya wokovu. Hivyo Biblia inatufundisha ya kuwa Kristo alikuja duniani akaishi maisha matakatifu takribani zaidi ya miaka 30, akafa kifo kwa ajili yetu. Biblia inasema alichukua sikitiko letu, akafa kwa ajili yetu ili sisi tuweze kuhesabiwa haki. Na hivyo Mtume Paulo anaeleza baada ya kifo hiki katika kitabu cha Waefeso 3, Waefeso 2 fungu la 8. Mtume Paulo anasema akielezea wokovu 2 fungu la 8, anasema Waefeso, kwa maana ninyi, yani sisi, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambao haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yoyote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tunaokolewa kwa neema, tunaokolewa kwa kupewa nafasi ya pili inayotokana na Yesu kufa kwa ajili yetu. Tunaokolewa kupitia msamaha unaotolewa kwa Yesu Kristo. Tunaokolewa kupitia kumwamini, kama inavyosema fungu lile mama, kwa maana jinsi hii Mungu
aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wokovu wetu unatokana na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu leo, Yesu anasema nalikuja ili wawe na uzima kisha na wawe nao tena. Ukimwamini Yesu, Yesu anasema katika kitabu, akiwaambia wale waliomwamini katika kitabu cha Yohana 15, Yohana mtakatifu 15, Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nilowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Ukimwamini Yesu unalo tumaini. Biblia inasema utaomba unalotaka na Baba wa mbinguni atakutendea. Kwa nini atakutendea? Kwa kuwa katika kitabu hiki cha Yohana 1 fungu la 12 anasema, bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unapomwamini Yesu, Yesu anakupa kustahili kuitwa mtoto wa Mungu. Ukiitwa mtoto wa Mungu, utaklaim sala ya Baba yetu kwamba Baba yetu uliye mbinguni, kwa kuwa Mungu ni baba yako, naye atakusikia. Unapomwamini Yesu unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Yohana anasema, tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Unafanyika kuwa mtoto wa Mungu unapomwamini Yesu Kristo, na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu una haki ya kuomba neno lolote kwa jina la Yesu, naye Baba wa mbinguni atakusikia unapoweka imani yako kwa mwanaye mpendwa Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wa ulimwengu. Lakini wako watu wanashangaza leo. Utawasikia wakisema, unajua Yesu alipokuja na kutangaza wokovu, yakaja kutokea madhehebu mengi yanayojiita kwa jina la Kristo. Wengine wakisema kwamba ukimwamini Yesu hauhitaji kuzishika sheria za Mungu. Wewe unawapoteza watu, kwa sababu Biblia inasema Yesu Kristo alikuja. Narudia lile fungu la Mathayo 1 fungu la 21. Mathayo 1 fungu la 21, maandiko yanasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo anasema Yesu Kristo alikuja kuwaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 fungu la 4 kwamba Yohana wa kwanza 3 fungu la 4 anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, maana dhambi ni uasi. Sasa Yesu alikuja kutuokoa dhidi ya uasi wa sheria ya Mungu, na wewe unawaambia watu wakimwamini Yesu hawana haja ya kushika sheria ya Mungu. Ninadhani wewe ni mpinga Kristo, kwa maana kupitia kumwamini Yesu, neema yake, nafasi yake ya pili inakubidisha kuziona njia ulizopitia ya kwanza ya kuwa ni mbaya. Mtume Paulo anapomwandikia Tito, katika waraka wa Mtume Paulo kwa Tito 2 kuanzia fungu la 11, anaandika hivi kuhusiana na kazi ya hii neema ambayo tumesoma katika Waefeso 2 fungu la 8 kwamba tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kazi kuu ya hii neema katika maisha yetu ni nini? Maana anasema wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. 2 fungu la 11 anasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo fungu la 12 yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa. Na katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu
na Mwokozi wetu. Neema ya Yesu Kristo imefunuliwa kwetu, na kazi kuu ya neema ni kutufundisha kuukataa ubaya. Kivipi neema inatufundisha kukataa ubaya? Neema ya Mungu inatufunulia jinsi ambavyo sisi tumetanga mbali na Mungu, jinsi ambavyo mambo tunakutana nayo leo ni matokeo ya uasi wetu, na hivyo kutufanya tuione dhambi ni mbaya na kuichukia dhambi. Inatufunulia kifo cha Kristo, kutufanya tuone jinsi dhambi ilivyomgharimu Mungu mtakatifu kumtuma mwanaye kuriski maisha yake aweze kuokoa au kupotea katika ulimwengu huu uliojaa dhambi, hivyo tuweze kuikataa dhambi. Unawezaje kumwambia mtu kwamba neema ya Mungu iokoayo inamfundisha tena kuzivunja sheria za Mungu? Ni sheria ipi? Maana amri 10 zinafahamika. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine na mimi. Ukimwambia mtu kwamba akimwamini Yesu hana haja ya kushika sheria, unamwambia ya kuwa akimwamini Yesu anapaswa kuwa na miungu mingine atakavyo? Je, wewe wamwambia mtu akimwamini Yesu aende kwa waganga na wachawi awategemee pia wachawi? Hujui kwamba Yeremia ameandika, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Mungu. Je, wewe unamwambia mwanadamu akimwamini Yesu arudi na kuwategemea wachawi? Je, amri ya pili inaposema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa chochote kilicho mbinguni wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu cha wandugu yao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kushika amri zangu. Je, wewe unamwambia huyu aliyemwamini Yesu kwamba arudi amwamini Yesu na amwabudu kwa kupitia sanamu, afanye sanamu za Yesu na kuinama mbele yake? Umesahau Biblia katika kitabu cha Zaburi 115 inaandika fungu la kwanza, e Bwana, kutukuza usinitukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi za mikono ya mwanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zao. Wazifanyao watafanana nao, kila mmoja anayezitumainia. Je, wewe unawaelekeza watu wa Mungu waviendee sanamu zisizokuwa na vinywa lakini haziwezi kunena, zenye masikio lakini hazisikii chochote, wakati Biblia inasema wanaozifanya sanamu na kuziendea watafanana nazo? Je, unawaelekeza watu wa Mungu wageuke kuwa kama sanamu? Mungu, watu ambao Mungu aliumba kwa mfano wake na kwa sura yake ili wakatawale, watumie akili zao kutawala viumbe, wewe unawaelekeza wawe kama sanamu ambazo haziwezi kuamua kujisogeza kutoka eneo moja kwenda eneo jingine? Watapokea laana na kugeuka kuwa sanamu zisizoweza kujiongeza jambo lolote. Unakosea. Je, wewe unawaelekeza watu walitaje bure jina la Bwana Mungu wao? Maana amri ya 3 inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana Mungu hata kuhesabia kuwa una hatia Mungu katajaye jina lake bure. Je, wewe unawaambia watu wakimwamini Yesu kwa kuwa amewaokoa kutoka katika dhambi zao warudi wakataje bure jina la Bwana Mungu wako? Je, wewe unawaambia watu waikanyage sabato takatifu? Maana amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wala wewe wala mwana wako. Je, wewe unawaambia watu kwanza wasifanye kazi? Maana amri ya 4 inawataka watu wafanye kazi. Wewe ndio unawaambia watu wabaki kuwa maskini kwa kutokufanya kazi. Unawaambia waliomwamini Yesu wasifanye kazi za kujipatia chakula chao wenyewe, maana amri ya 4 inasema siku 6 fanya kazi. Mungu anaamuru kazi, taasisi takatifu ya kazi, ambao tangu Edeni Mungu anapomuumba mwanadamu, kitu cha kwanza alichompa, alimpa kazi ya kutajia wanyama majina, pia akampa kazi ya kulima na kutunza bustani, akampa ndoa, akampa na sabato, pumziko. Wewe je, unapoambia watu wakimwamini Yesu washike amri zake, unawafundisha watu wasifanye kazi, wawe maskini, wakose chakula, wakose mahitaji? Unawafundisha watu wasipumzike, wafe kwa ajili ya kazi nzito zisizo na mapumziko? Wewe unamvunjia Mungu heshima kwa kuwafundisha watu waliomwamini Yesu wasifanye kazi, kwa kuwafundisha watu waliomwamini Yesu wasije kupokea baraka siku ya sabato, siku ya pumziko takatifu, siku ya Bwana Mungu wao, ambao Mungu anasema kwa siku 6 alifanya mbingu na nchi na baada ya vyote vilivyomo, akastarehe, akaibarikia, akaitakasa, siku aliyoweka baraka kwa ajili ya kurejeshaji. Unawafundisha watu wafanye kazi na kuikajaga siku hiyo, wasiende kwa utaratibu. Je, wewe unawafundisha watu waivunje amri ya 5 inayowataka waheshimu baba zao na mama zao? Mbona hauna adabu?
Wewe unawafundisha watu wavunje amri inayosema usiue. Wewe ndio unaochochea vita katika dunia hii, unaochochea umwagaji wa damu kwa kuambia watu waliomwamini Yesu waue watu. Wewe unafundisha watu waliomwamini Yesu washike sheria ya Mungu, maana yake unawaambia wao wanazini. Unawaambia Wakristo wao wanachukua wake za watu. Wewe ndio unaowafundisha watu wao wanaiba. Unawaambia wazulumu mishahara ya watu kwa kuwa wamemwamini Yesu, wanachoamua wao ni haki. Wewe unawafundisha watu kutoa ushahidi wa uongo. Wewe unawafundisha watu kutamani mali za majirani yao na hivyo kuwatendea fitina ndugu zao. Ni nini hilo fundisho lako? Unaowaambia watu kuwa wakimwamini Yesu kwa sababu wanaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, hawana haja ya kushika sheria ya Mungu. Biblia inatuambia neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo kazi yake ni kutufundisha kukataa ubaya, ni kutufundisha kuzirejea sheria za Mungu ili tuweze kufanyika watoto wa Mungu. Maana watoto wa Mungu ni wale wanaolitii neno lake, ni wale wanaotembea kwa kumwamini Yesu Kristo na kuzishika amri zake. Je, unasema hayo ni maneno yangu? Katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 17 anasema yule joka mwenye vita dhidi ya watu wa Mungu ana kundi la watu wafanyanao vita. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, na akasema juu ya mchanga wa bahari. Watoto wa Mungu wana sifa ya kushika amri ya Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Watoto wa Mungu wanaipokea neema ya Kristo, wanaupokea wokovu unaopatikana kwa njia ya Kristo na kupambana ili waweze kuzaliwa upya, wafanyike kuwa raia wema wa mbinguni. Unawaambiaje watu kuwa wataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni ili hali wakiwa waizi, ili hali wakiwa wazinzi, ili hali wakiwa washirikina? Haiwezekani. Mwana wa Mungu alifanyika mwili ili aweze kutuokoa kutoka katika dhambi, na akituokoa kutoka katika dhambi anakuwa amefaulu kutuokoa kutoka katika nguvu ya mauti, maana nguvu ya mauti iko katika dhambi. Maana Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Mpendwa mtazamaji, Biblia inasema kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapofanyika mtoto wa Mungu, Biblia inasema wewe, katika kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 fungu la 12 mpaka la 17 anasema, na waandikia ninyi watoto hawa ambao wamefanyika watoto wa Mungu. Paulo ndio mtume Yohana anasema, na waandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake, yani jina la Yesu. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua Baba. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Ninyi mmemshinda yule mwovu. Anawaandikia nini Yohana? Katika fungu la 15 tena anawaandikia hawa wote, watoto, vijana, akina baba na wazee na wote, msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Ndicho anachoandikia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, vitokana na Baba, bali vitokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Mungu anatuita leo. Ninampenda huyu Mungu. Wakati wazazi wetu Adamu na Eva walipoanguka katika dhambi, maana Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 3, ukiangalia asili ya dhambi katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 6, maandiko yanasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Mwanamke kwa kuwa alishadanganywa na mwovu na kuona ya kuwa kuyatii maagizo ya Mungu kunamkosesha vitu ambavyo vinafaa
vinapendeza macho, vinatamanika kwa maarifa. Mungu alimpa nafasi ya kuyaona matokeo ya kila alichokifanya, na baada ya kuyaona matokeo, Mungu hakumwacha kuangamia akijuta milele. Akampa nafasi nyingine ya kutubu kupitia Kristo Yesu na kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Je, wewe umetanga mbali na Mungu leo? Umezunguka kwa kila waganga wa kienyeji ukitafuta msaada na kuwatumainia wanadamu kwa ajili ya wokovu, ukamsahau Mungu wako? Umeyaona matokeo na mateso uliyoyapata? Umeharibu njia zako kwa njia ya matendo yako na kupata matokeo. Je, unasumbuliwa na magonjwa ambayo yanatokana na uovu wako? Habari njema ni kwamba Mungu hajakuacha uangamie. Mungu alimtuma Yesu Kristo kuja kufa kwa ajili ya dhambi yako na kwa ajili ya dhambi yangu. Mungu alimtuma Yesu Kristo kuchukua sikitiko lako, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Ninakualika leo umwamini Yesu, naye atakuokoa wewe pamoja na nyumba yako. Umwamini Yesu leo, omba kwake, piga magoti. Unawezaje kumwamini Yesu? Piga magoti chumbani kwako, mwambie Yesu, Yesu, nimetanga mbali, nimekutenda dhambi, nimeishi nikipenda dunia, nikipenda anasa zake. Maisha yangu hayana matumaini, sijui hata nikifa ni nini kitanikuta baadaye. Nitafufuliwa nipate kurithi uzima wa milele au aibu na kudharauliwa milele? Tafadhali unipokee, tafadhali nibadilishe tabia yangu. Kwa maana Yesu anaahidi katika kitabu, kabla hajasema fungu la Yohana 3:16, anamwambia Nikodemo kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Yaani Yesu ana uwezo wa kutoa moyo mpya, ana uwezo wa kutoa uzima mpya, ana uwezo wa kutoa nia mpya, akamfanya mtu azaliwe mara ya pili ili afanyike mtoto wa Mungu, kama tulivyosoma katika Yohana 1 fungu la 12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walio jina lake. Iko raha kumwamini Yesu Kristo. Wana amani waipendao sheria ya Bwana, wana amani waliotulia katika Yesu Kristo. Mwamini Yesu leo, dhamiria kutembea katika nuru ya uso wake. Yeye atakuokoa wewe katika maisha haya, maana amesema yeye atatuokoa atatupa uzima katika maisha haya, kisha katika uzima wa milele baadaye. Maana uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Yatoe maisha yako kwa Yesu leo. Kama unaguswa moyoni mwako kwamba dhambi zimekubagaza na kubananga, unataka kuyatoa maisha yako kwa Yesu, tafadhali wasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa namba ya simu. Kama uko nje ya nchi, anza alama ya kujumlisha 255 625 735550. Wasiliana nami kupitia WhatsApp alama ya kujumlisha 255 625 735550. Nitakuelekeza cha kufanya ili uweze kuyatoa maisha yako kwa Yesu, na Yesu atakusikiliza, Yesu atakujali. Maana baada ya kuyatoa maisha yako kwa Yesu, Yesu atakupa Roho Mtakatifu, ambaye matunda ya kukaa kwako itakuwa tunda la Roho. Katika Wagalatia anasema tunda la Roho ni upendo, amani, furaha, utu wema, fadhili, uaminifu, kiasi. Mambo hayo yote yatakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hebu jaribu kutazama utakapokuwa ni mtu mwenye upendo. Hebu jaribu kutazama utakapokuwa ni mtu mwenye furaha. Hebu angalia, jaribu kutazama utakapokuwa ni mtu mwenye amani. Maana Yesu ni mfalme wa amani, mshauri wa ajabu. Anamaanisha ya kwamba katika shida unazopitia atakushauri ushauri wa ajabu utakaokupa busara kutoka katika shida zako. Baba wa milele, utakapokosa faraja atakukumbatia. Maana Biblia inasema katika Yohana 6 fungu la 37, wote anipao Baba watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Na Yesu yeye anasema nimepewa vitu vyote na Baba yangu, katika kitabu cha Mathayo 11 kuanzia fungu la 25. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo,
nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Siri ya kupata raha ni kuja kwa Yesu, kujifunza kwa Yesu. Yeye ni mshauri wa ajabu, yeye ni Baba mwenye nguvu. Na kama unakabiliwa na nguvu za giza, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kitabu cha Isaya 6, kitabu cha Isaya 9 fungu la 6, yeye ni mshauri wa ajabu, Baba wa milele na Mungu mwenye nguvu, hakuna linalomshinda. Yeye ni yote katika yote, ni mweza wa yote. Unakawia nini kuja kwake? Njoo kwake leo, uyatoe maisha yake kwake. Nasikia mwito, ni sauti yake, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ninaomba kwa ajili yako wewe ambaye unaona tumaini lako pekee ni Yesu Kristo. Tufumbe macho tuombe. Haleluya, mfalme wa amani, Jehova uketie mahali pa juu sana palipoinuka mbinguni. Mfalme uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, utukufu, uweza, mamlaka na nguvu, wokovu na baraka zina wewe hata milele na milele. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunashukuru kwa ajili ya upendo wako ambao ulimtoa Yesu kuja kufa kwa ajili yetu, ili tunapomwamini tupate uzima katika yeye. Tazama, mtazamaji wangu anatambua dhambi zake, anahitaji kuungama mbele zako. Ninakusihi Baba, mtazamaji huyu atakapopiga magoti, atakapoinua uso wake kuelekea mbinguni na kuyanyanyua mawazo yake akiuliza Bwana upate kumwokoa, tafadhali isikie sauti yake, ukamponye magonjwa yake katika mwili wake, ukamponye magonjwa ya kiroho na kurejesha uzima na matumaini katika maisha, ukamuongoze katika njia ya kweli, maana wewe ndiye njia na kweli na uzima. Asante Mfalme, asante Bwana kwa upendo na neema yako ya kutupa nafasi wakati huu, kwa jina la Yesu, amen.